Haile Selassie Rastafari. Haile Selassie ni mfalme wa falme, Bwana wa bwana, simba mshindo wa kabila la Yuda. Yeye ujio wa pili wa Yeshua Mashia Yesu Kristo alifika duniani kama kiongozi mtawala halali wa dunia ambaye anawaongoza watu katika wokovu wao wa kiroho. Anaendelea kuwapatia nguvu ambayo waliachiwa na Yeshua Mashia. Anaendelea kuwapatia nguvu ya kuendelea kusimama imara zaidi. Yeye ni konsei, yeye ni mshauri wetu. Maneno yake ni ya maana sana, na chakula chetu kikubwa sana cha kiroho, na nguvu yetu kubwa sana ya kuendelea na uvumilivu, na kuendelea kupata uvumilivu. Haile Selassie amewahi kufundisha kuhusiana na matunda ya jasho. Matunda ya jasho. Haile Selassie alisema matunda ya jasho la mtu na kazi ya akili yake wakati wote huja kama zawadi. The fruits of one's sweat and mental labor are always rewarding. Matunda ya jasho la mtu na kazi ya akili yake wakati wote huja kama zawadi. Jasho la matunda ya jasho na matunda ya kazi ya akili yako, matunda hayo yatakuja kama zawadi. His Majesty anatukonsea kitu, anatushauri katika swala zima la kujitoa katika kutumika, kufanya kazi, kutumia jasho letu, kutoa jasho kweli, na kutumia akili zetu, kazi ya akili zetu, ili baada ya pale tuje tupokee zawadi ya jasho letu na kazi ya akili zetu. Hakuna lile mama duniani, hakuna mafanikio ya kweli yanayopatikana bila jasho. Hakuna yanayopatikana bila jasho. Wanaopita njia fupi, njia za mkato, wanabakia katika kutenda maovu. Wanaoenda kwa waganga kwenda kutafuta pesa, kutafuta utajiri, kutafuta maisha mazuri kwa njia za uchawi, nao wapo na mahangaiko yao. Lakini jana tuambia tutoe jasho letu, tutumie nguvu ya akili zetu, tuwe wavumilivu, tutapokea zawadi za hayo. Ja atatulipa kile ambacho tulikuwa tunakitafuta. Kama ni chema, Ja anatoa yaliyo mema. Haile Selassie ni konsei wetu katika njia nyingi za maisha. Konsei wetu, mshauri wetu wa kiroho, mshauri wetu wa maisha ya kidunia, mshauri wetu katika kila aina kitu. Hapa natuambia tusimame kweli kufanya kazi, tusikue watu wa kuikala, tusikue watu wa kukaa. Tunakaa, tunapoteza wakati wa mwingi kukaa, na sisi ndio vijana na miaka tuko nayo ndio miaka ya ujanani, miaka ya nini, ya kutumia nguvu hizo ili kuweza kufikia katika mafanikio. Kukaa kunampatia nafasi shetani kukusogelea. Kukaa tu peke yake, kukaa tu juu, utaenda pale uambiwe funua pale utapata chakula, unaweza pale utaingia kwenye matela ya mzazi ulale, alafu bakiwa kukaa. Shetani atakusogelea. Lakini fanya kazi. Kama sio mwanafunzi, kama hakuna masomo, fanya kazi kwa njia yote ile. Kazi zipo za njia nyingi. Kutafuta mafanikio yanatafutwa kwa njia tofauti. Kujitoa kwa njia tofauti zilizo njema kufikia mafanikio. Unaweza hata ukiwa huko nyumbani kwenye family, lakini unatumia jasho lako pia
kutengeneza future yako kesho kutwa. Sasa utatoka katika mikono ya wazazi. Lazima tuwe mfano wa kuonekana, tujitegemee tena katika ukweli na haki. Tunashukuru.